Niko hapa na Sheikh Abdulrazaki kwa ajili ya kupiga naye story 2-3. Mambo vipi? Salama za kwako? Uko poa? Niko vizuri. Naona umetoka jogi, nimepasha nini? Muhimu kwa afya. Okay. Sasa mimi nataka nijue, kwani tukija kidini kidogo. Je, wanawake wanapokuja hivi gym wanapofanya mazoezi na unakuta ni mtoto wa Kiislamu ni sahihi? Na mavazi ambayo siku hizi hapo. Ukisema uingie deep haswa kisheria, vitu vingi tunavyofanya binadamu wa leo haviko ndani ya mantiki ya Kiislamu. Okay. Sio tu la gym, vitu vingi sana. Okay. Askari watu wanavyovaa, saluni, barabarani. Dini inasema mwanamke uchi wake unaanza kichwani mpaka kwenye nyayo. Kama kuna kitu kinaonekana basi ni angalau viganja. Okay. Kinyume na hapo mwili wake wote ni haramu kuonekana wazi. So kwa mantiki hiyo maanake ni kwamba kuanzia mavazi ya gym yalivyo, mavazi ya dunia leo yalivyo ya maofisini huko wanasheria, maaskari, sijui nani, sheria ilivyo maanake wale wote basi wako uchi. Lakini ndo dunia, hatuwezi kuwa kamilifu kwenye kila kitu. Angalau basi haya mavazi yanatufanya tusiwe kamilifu, basi kule sehemu nyingine tujitahidi kuwa tuna ukamilifu japo mchache, kwa maana kwenye ibada na kadhalika. Lakini back to your question, kwa mantiki ya kisheria manake wengi wanaoingia gym katika wanawake kwa mavazi yale wako uchi na haitakiwi. Okay, unajua kwa sababu nimekuuliza hivyo, Ramadhani inakaribia. Huu ni mwezi wa Shaban, tumebakisha kama siku 13 hivi, hadi 14 kuweza kukaribia mwezi mtukufu. Na kikawaida watu wengi wanapenda sana kutumia muda huo kwa ajili ya mazoezi zaidi. Unajua zile baada ya kufutari, mafuta nini kukata. Sasa unakuta sasa labda pengine binti labda ana elimu hiyo. Unaona labda katoka zake kazini, kafuturu, baadaye mbona ngoja niende zangu gym, lakini gym pengine yale mavazi anovaa na huu mwezi jinsi ulivyo pengine labda unahitaji ujitande and vitu kama hivyo. Ndio maana nimekuuliza hivyo. Je, labda una ushauri gani kwao katika kipindi hichi ambacho kinachokuja na bado still kwao mazoezi ni muhimu? Mavazi ya stara ambayo yanakufanya ufanye mazoezi pia yapo. Dunia leo 21st century, kuna mavazi yapo ukiyavaa ni stara, lakini still ni ya kimazoezi. Kama ni mwanamke ambaye anapenda dini yake na anaifuata dini yake, ushauri wangu mavazi ambayo yanaweza kuwa staha na yakamruhusu afanye mazoezi yapo. Ikiwa hivyo hawezi na anajimudu, basi anunue hata vifaa vichache vya kufanyia mazoezi nyumbani. Sasa tukija kifunga hapo, sasa unakuta mtu kafunga, alafu baadaye mavazi yake pengine wanasema kipindi hiki ni kizuri zaidi wadada tu tunajistili ili kuepuka ile matamanio. Iwe inakuaje? Funga ni ibada ambayo haitaki mchezo hata kidogo. Na mwezi mzima ule kila kitu chako kinahukumiwa. Okay. Haina maana kwamba mchana peke yake ndo uwe msafi basi usiku uwe mchafu, hapana. Mchana wake na usiku wake kila nyakati mtu kae katika mfumo wa Ramadhani. Maana yake ni kwamba kama atafunga vizuri na akafanya ibada mchana alafu usiku akawa nusu uchi akaingia gym kwa mavazi yanayombana, maungo yake akawa wazi, inaonekana nywele ziko wazi, kazi bure. Ni funga yake anaichezea tu. Na usiku ndo kipindi kizito zaidi. Kuna tarawehe, kuna Lailatul Qadri, kuna kusoma Qur'ani. Yani usiku ndo tananzalul malaikatu waruhu fiha. Pale kuna vitu vingi usiku. Kwa hiyo ushauri wangu, mwezi wa Ramadhani tuheshimu. Na ikibidi huwezi namna, lazima uingie gym yako mavazi ya heshima ya kike ambayo unavaa na ukawa kwenye stara na bado yakawa comfortable kwa kufanya mazoezi. Okay. Hapo unaposema kwamba mwezi wa Ramadhani ni wa kuheshimu. Nimeweza kuona kuna video clips umeiona ya shehe akizungumzia kuhusiana na mwezi wa Ramadhani hapa. Kwamba wapo baadhi ya wasanii au baadhi ya watu ambao wanaandaa vitu ambavyo yeye anavyosema shehe si vizuri wala si katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama unavyoona wanaita Ramadhani Cup, sio wengine wanasema sijui kikapu cha nini na vile. Yaani vitu kama hivyo. All in all ni ile kuwakutanisha watu sehemu moja katika in terms ya mazoezi. Sasa hiyo kama shehe wangu hapa imekaaje? Maana sisi tulikuwa tupo katikati, atuelewe tukae kushoto wala kulia. Je, shehe yuko sahihi? Kwa sababu tuliona hii mwaka jana kasikosei ilifanyika hii Ramadhani Cup. Je, watu wanavyoenda ni sahihi? Ndugu zangu Waislamu, dini yetu sio ngumu kiasi hicho. Dini yetu haikuwa
na vizingiti vingi vya kiasi hivyo. Hii dini nyepesi sana. Ni sisi tu binadamu, akili zetu na tulivyopokea vitu na tukavielewa vipi. Hapo ndo mahali ambapo changamoto inakuja. Kila mmoja kuna namna yake alivyopokea na namna yake atakavyowasilisha kwa watu. Mimi mtazamo wangu, upande wangu sasa, Sheikh Abd, mimi upande wangu sioni uharamu wa mazoezi. Moja. Mbili, sioni uharamu wa watu kukutana pamoja katika namna ya amani. Sioni uharamu huo. Ila ukizama deep ni kwamba kama watu watakuja kwenye mazoezi alafu wakawa wamevaa mavazi atakayofanya wawe uchi, pale pakawa pana mazungumzo ambayo hayana dini, kwa kuna pombe na kadhalika, tukio nzima sasa tunaliharamisha. Lakini kama hakuna hayo, kwamba kuna amani, kuna michezo, kuna ibada, ugumu unakuja wapi masheikh zetu? Mbona tunataka tuifanye dini iwe ngumu sana? Hali ya kuwa dini haikuwa ngumu kiasi hicho. Hata maswahaba na wao walicheza kipindi kile, walikuwa wakicheza na ngamia, wakikamatana kama wrestling, wakitupana, wakifurahi na wao maswahaba. Tambuza sisi binadamu wa kizazi cha mwisho hichi jamani, cha Mtume Muhammad. Si complicate mambo kwa kiasi hicho. Tusiwafanye watu wakauogopa Uislamu wetu. Hali kwa Uislamu ni dini rafiki sana. Uislamu ni dini ya kibinadamu, inamuelewa binadamu na maumbile yake. Tusicomplicate kwa kiwango hicho. Paka ambao sasa wengine watamani kwa Waislamu kwa paka mazoezi ya watu pia haramu kwao. Unajua basi kibidi kuna namna ya kuzungumza, basi tutafute lugha laini za kumfanya mtu aipende dini yetu, sio lugha za kuchana kiasi hicho. Haramu wala hapana. Hapo nataka tumalizie na hii hapa. Kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani, kuna wapo ambao walikuwa wapenzi wanaona ni sahihi sasa kufunga ndoa, ni mradi kuepuka ile dhambi ya kuzini. Lakini kuna wengine wanaita ndoa za kupika uji. Mtu anakuambia Zuleha, bwana mimi hapa tufanye vile vitatu tufunge ndoa, lakini kumbe atakatua kuweke ndani, pengine akutumie, pengine na vingi upike iftari. Hii ni sahihi kweli? Kwa sababu unakuta sasa hii ina affect hadi kwa watu wengine nje kwenye dini yetu, kwamba yule kaula mwezi wa Ramadhani, yule ndoa ya uji ile, hii imekaaje kwa ambao wanatamani kuingia kwenye ndoa ndani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ambapo tunapoelekea? Dini inasema innamal a'malu binniyat. Yote hayo uliyozungumza yapo kwenye hichi kipengele. Kinachohukumiwa sasa ni nia ya mtu. Kumbe swala ni nia. Nia. Hatujui mimi na wewe walioana, mmoja katika hao nia yake ni ipi? Innamal a'malu binniyat. Kuna mwingine anaoa ndani ya Ramadhani akiamini ya kwamba ndoa yake itapata baraka ya shahr Ramadhani. Kuna mwingine anaoa Ramadhani kwa sababu apate kuhudumiwa iftari daku ndani ya Ramadhani. Na mwingine anaoa kwa sababu anaepuka zina, hawezi kukaa bila kuzini ndani ya siku 30. Kwa hiyo mimi na wewe hatuna macho ya kujua nia ya mtu ikoje. Kwa hiyo sisi tubaki katika namna ya Mtume anasema wala tajassasu, tusichunguzane na tukahukumiana. Midamu watu wamefanya jambo la kheri la ndoa, sisi tuombe kheri na tumwachie Mungu wa hukumu nia zao. Alqalbu sahibun fala taghbath bikailihi farubbama katalatka walba'u. Nia ya mtu ndo Mungu atadili nayo. Sisi ni binadamu. Sisi hatuna mamlaka ya kuhukumu na kujua nia yake dhati ikoje. Wapo watu kweli wanafanya hivyo na kuna wengine hawapo wanaofanya hivyo. Mimi na wewe, Abdulrazak na Zuleha, jukumu letu. Mmeoana barakallah, Allah jalie kheri na kadhalika na kadhalika. Mimi hiyo ni teki yangu kwenye hawa wanaoingia kwenye ndoa kipindi hichi cha Ramadhani. Lakini mimi nina ushuhuda wa watu walioana kipindi hichi na kwa baraka ya shahru Ramadhani wakaishi miaka mingi, japo kuwa mmoja wapo alikuwa na nia tofauti na ndoa yake. You understand? Kwa hiyo baraka ya mwezi huu ulivyo, hata kama mtu anaoa kwa nia mbaya, kwa huu mwezi tu ulivyo, vitu vingi vinabadilika. Mpaka mtu nia yake ndani inabadilika na kuwa moja kwa moja kwenye hiyo ndoa. Kuna hii hapa neno anasema kuvunja jungu hapa. Anasema bana baby, inabidi tuvunje jungu sasa hivi, Ramadhani nakaribia. Wengine wanakuambia huu mwezi wa Shaabani huu mapema sana. Hii imekaaje? Tunahadithiwa kwenye isnad nyingi za hadithi za Mtume kwamba inasemekana ndani ya hizi siku 30, 60, 90 kabla kuna dalili kubwa shetani ama mashetani wengi huwa wanafungiwa. Kwa hiyo watu wanakuwa wako wao kwa wao kwenye kufanya madhambi yao bila kuwa na ushawishi wa shetani. Huko nyuma, miaka mingi ya nyuma, ukisoma hadithi, utaratibu wa kwanza kwa sisi ulianza zamani. Watu walikuwa
kile kipindi shetani anafungwa, ndo party ilipokuwa inafanyika siku ile. Okay. Unaelewa? Kumbe imeanzia huko kuvunja jungu. Karne za zamani. Okay. Sisi tumepokea tu. Sasa kuvunja jungu ni haramu. Okay. Maana yake ni kwamba wanafanya maasi ya mwisho kabla ya Ramadhani. Ndo maana yake. Okay. Kwa hiyo hata huko nyuma pia walikuwa wakifanya ushenzi ile siku ambayo shetani anafungwa. Kwa hiyo atakunywa sana siku hiyo, atazini sana siku hiyo, atafanya kila aina balaa. Alafu baada hapo ndo anaingia kwenye kutubu. Kwa hiyo kwa logic hiyo maana yake sio jambo zuri. Cheki yangu kwenye kuvunja jungu ni haramu. Kama kuna mtu anabidi afanye kitu siku 2 ama 7 kabla ya Ramadhani, hakikisha umenunua stock ya kutosha iftari. Basi angalau tena jirani yako umemchukulia iftari. Ikibidi kama kuna wazazi, kama kuna jungu la kuvunjwa, make sure mama yako anafuturu vizuri. Make sure baba yako anafuturu vizuri. Tengeneza kitu baba yako hatodhalilika ndani ya mwezi wa Ramadhani. Zulea, take it from me. Hii wataitolea ushuhuda wenzetu ambao hawajiwezi. Hakuna moment ngumu kwa Muislamu. Saa 11 alfajiri hajatia riziki mdomoni. Inafika magharibi adhana inaadhiniwa. Tende hana. Zulea. Kweli. Yes. Kama wewe ni mvunja jungu mzuri, ushauri wangu. Mwaka huu chukua mchele, sukari, mafuta, nenda Mbagala, nenda Manzese, nenda Kinondoni, tafuta jirani ambaye unamjua huyu hawezi futari angalau ya siku 7, mpe. Ni bonge moja la uvunjaji jungu mzuri. Sababu kubwa hizi. Noma. Kwa sababu kwenye kuvunja jungu siku hiyo kuna watu siku hizo wanakodisha apartment ya Airbnb, wananunua pombe, wananunua vigani. Zile gharama kuna mtu zingemfaa pahala yeye na familia yake. Lakini kuna mbaya zaidi katika hao wavunjaji jungu, kuna watu wazee wao pale pale wana maisha magumu. Kweli kabisa. Lakini wapo na marafiki zao, wana flow na upepo kama na wao lakini kumbe nyumbani hapaeleweki. Umeme tu hata. Mama yake anaumwa 7,000 kumpa hana. Inakuwa haijakaa sawa. Kwa hiyo kama haya maneno kuna watu yatapendeza kupitia PMTV, kupitia cha urembo wangu Zulea, basi wayachukue angalau wakayafanyie in a positive way. Ramadhani hii basi angalau iwe ni ya kwanza ya ushuhuda walifanya kitu kiema kwenye dunia. Kulikuwa ni kuvunja jungu. Mashaallah. Mimi leo nimepata madini leo. Ndio mwenyewe hapo kuna vitu vinavyoongea shehe mwenyewe nilikuwa nakoseaga. So nitajirekebisha. Okay, sawa. Mimi nataka nikuulize swali la kizushi. Hivi ile ndoa yako bado ipo? Ipo. Mimi na ndoa nyingi. Shapita nyuma ipo moja hapo. Astaghfirullah. Astaghfirullah, mashaallah. Kupitia ndoa kadhaa. Umri huu nashukuru nimeoa kadhaa. Sasa sijui nazungumzia ndoa ipi. Kwa mpaka sasa hivi una ndoa ngapi? Moja. Ila tulikuwa tuna ndoa nyingi hapo nyuma. Ewa. Lakini mashallah ndoa hii imekuwa binti ana adabu, ana stara, ana heshima, ananisikiliza na nini. Sababu za mimi na yeye kuikhtalifiana za ulazima wa hivyo hazipo. Ndoa ni jambo jema, likishindikana Mungu anasema ni miongoni mwa mambo ya kheri ambayo yakitokea yanamuumiza, japo ni haki, kama ikibidi kutokea ni talaka. Kwa hiyo hakuna sababu ya mimi na yeye kuachana mpaka sasa. Amenijalia mtoto. Mashallah. So tunaenda. Okay, tumalize na hii ya mwisho kabisa. Hapa katikati kuna maneno yalisadikika nyuma hapo ilisemekana. Unajua kazi ya kuwa shehe au kuwa kufanya tiba sio kazi rahisi. Kuna kufanikiwa na kutokufanikiwa. Tiba ni nia ya mtu. Ukaamini ndo hapo mafanikio yanakuja. Lile neno lilokuwa unaitwa bwana shehe fulani ukienda kufanywa kwake kisomo tapeli, ulikuwa unajisikiaje? Baadhi ya watu walikuwa wanasemekana wanasema hivyo, lakini pia tukiangalia mahusiano yake yaliyopita kuna baadhi ya maneno pia yalikuwa yanasemekana kwa mtu ambaye alikuwa mke wao. Sasa issue ya mimi kuitwa mganga ama mtibabu tapeli ilianzaga sehemu moja tu. Niliwahi kuaga na mtu ambaye kwenye ndoa ambaye alikuwa ugomvi wetu binafsi mimi na yeye wa ndani. Anatumia kazi yangu kuisemea vibaya ili mimi nionekane sifai kwa hasira za ndani ya ndoa. Okay, hapa nakuelewa. Yaani mfano mimi na wewe tumeoana. Alafu mimi natugombana niwaambie watu Zulea mtangazaji mbaya, Zulea hafai. Kumbe ni ugomvi wetu wa ndoa ndani. Na bahati mbaya mimi nina sauti kubwa, kwa hiyo watu wanakuamini, wanatusema mimi ninachosema ni kweli. Kwa hiyo that's what happened.
Lakini in reality hapakuwaga na watu wangu binafsi wa ofisini ambao tunaheshimiana nao na watibu wamesema wenyewe yule nitape, haikuwahi kutokea. Historically mimi ni kijana ambaye nimetokea kwenye familia inayoheshimika na yenye tiba za dhati. Muulizie mtu yote unamfahamu almarhum Sheikh Darwesh Mtimkavu, hatujawahi kuwa na hizo sifa. Lakini bahati mbaya, exactly, lakini bahati mbaya niliwahi kuoa mtu ambaye ugomvi wetu binafsi, basi kazi zangu zilikuwa zinaingia huko ndani. Anaongea maneno ya mapenzi hayafanyi, mganga muongo, lakini ukiangalia sio kweli. Ukiangalia na ugomvi wangu mimi na yeye tu ndani umejumuisha kila kitu, mpaka familia tangia ataigusa mamake yule, you know. Lakini tushapita huko. Kwa sasa maisha yaendelee, unaona vitu vimekaa kimya, ndio maana mpaka sasa hizo hujasikia mahala kelele sio tapeli, umesikia wapi? Hakuna maskini. Hujasikia. Unaona, ni kwa sababu tu kuna ugomvi wa binafsi na mtu alikuwa hawezi kupokea peke yake na jumuisha kila kitu kinachonizungusha mimi mpaka marafiki zake. Sasa najua hii mtihani ya Rabbi. Mtihani. Sasa hizi mbona yote hayo hayapo? Kwa hiyo binafsi hao watu wenyewe ama watu watakuwa pimi waangalie. Kweli mimi ndio nilikuwa mkorofi? Ni mimi kweli ama mbona sasa hizi hatusikii yote hayo? Mbona hayapo na vitu vimekuwa tofauti kabisa? Watu wamepona, tumekuwa wazuri, tumekuwa wadogo zaidi. Sasa hivi una nuru bwana So vitu kama hivyo. Kwa mara kwanza ulikuwa una nuru. Ukikosa amani na amani, automatically sura yako inafujaa kwa sababu unakuwa una kiza kwenye moyo. Moyo bwana ndio kila kitu. Moyo ukiwa na amani bwana, vitu vingi vinakuwa vina amani. Jamani